This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence. The Bible says, and they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe his prophets, and you will succeed. Father, we thank you this morning. We glorify your holy name for the time you have given us to be before you. We appreciate you. We love you. Thank you for the gift of life. We say thank you. We celebrate you, your majesty. As we share your word, speak to us in a special way. Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. In Jesus' name we pray. Can we say amen? Amen? My topic today is that God is still speaking in our days. Kichwa cha mazungumzo yangu ni kwamba Mungu bado anaongea katika maisha yetu. Now, you see, the way God speaks today, unajua vile Mungu anavyoongea leo, that's the same way he spoke in the past. Hivyo ndivyo alivyoongea hapo awali. People we read in the Bible, people like, for example, Abraham, Noah, all these people, they were just human beings like you and like myself. Wale watu ambao tunawasoma katika Biblia, watu kama wakina Nuhu, watu kama wakina Ibrahimu, walikuwa ni watu tu kama mimi na wewe. When you read about Daniel, he was not an angel, he was a human being. If you take a knife, you cut here, you see blood coming out. Wakati unaposoma mambo ya Danieli, Danieli alikuwa ni binadamu kama wewe, ukimkata hivi anatoka damu. When you read about Paul, about Peter, about John, about Barnabas, you read about Isaiah, Jeremiah, all these people were human beings just like you and I. Ukisoma kuhusu wakina Paulo, wakina Barnaba, wote hao walikuwa kama binadamu kama sisi. So they were not like people from a different planet. Kwa hivyo hakuwa kama watu wametoka katika sayari nyingine. They were just people like you and I. Walikuwa watu kama mimi na wewe. You can look into their lives. Unaweza kuangalia maisha yao. You can even see some shortcomings. Na unaona upungufu. But God chose these people. Lakini Mungu aliwachagua hawa watu. And used them to fulfill his purposes. Na akatumia kutimiza mipango yake. The way he did in the past, he's still doing today. Vile alivyotenda hapo awali paka leo bado anatenda. But whatever God does depend on our commitment to that God. Lakini kila kitu Mungu anachokifanya kinategemea kujitolea kwetu. Here we see Judah is facing a battle, a war. Hapa tunaona taifa la Yuda likikutana na vita. The enemies are gathered, they want to fight Judah. Maadui wamekusanyika mahali pamoja wanataka kupigana na Yuda. Now Jehoshaphat as the king, he stand before the people of Judah. Sasa Yehoshafat kama mfalme amesimama mbele ya taifa la Yuda and said, believe in God and you shall be established. Na akaambia muamini Mungu na mtasimamishwa. Believe in his prophets and you are going to prosper. Muamini nabii zake na pia mtasimamishwa. You know, God will always make sure that he sent prophets to his people to guide their lives. Unajua kila wakati Mungu anatuma manabii wake kwa watu wake wapate kuwaongoza katika maisha yao. In those days some people believed in prophets and some didn't believe in prophets. Siku zile pia watu wengine waliamini manabii na wengine hawakuamini manabii. Some people despised prophets and some believed in prophets. Watu wengine walichukia manabii, wengine waliwapenda manabii. I just want to give you an example today. Nataka kuwapatia mfano wa leo. Let's read the book of 2 Kings chapter 6. Some kitabu cha Wafalme wa pili ni mlango wa 6. And we start our reading from verse number 24. Tunaanzia mstari wa 24. Afterward, Ben-Hadad, king of Syria, mustered his entire army and went up and besieged Samaria. And there was a great famine in Samaria, as they besieged it, until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver, and the fourth part of a cab of dove's dung for 5 shekels of silver. For 5 shekels of silver. Now, as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried out to him, saying, help my lord, O king. And he said, if the Lord will not help you, how shall I help you? From the threshing floor or from the wine press? And the king asked her, what is your trouble? She answered, this woman said to me, give your son that we may eat him today
and we will eat my son tomorrow. So we boiled my son and ate him. And on the next day I said to her, give your son that we may eat him. But she had hidden her son. When the king heard the words of the woman, he tore his clothes. Now he was passing by on the wall, and the people looked, and behold, he had sackcloth beneath on his body. And he said, may God do so to me, and more also, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulder today. Now look at me. Sasa niangalieni. I want us to read the Bible together Nataka sote tusome Biblia pamoja and understand it together. na tuielewe pamoja. What is the problem of Elisha here? Shida ya Elisha hapa ni nini? We are talking about Samaria. Tunaongea kuhusu Samaria. There is famine in the land Pale kuna njaa and people are dying. na watu wanakufa, There is no food, hakuna chakula, up to the point that people are going to buy a dung. You know, that is like, dung of a dove, yeah. to eat. kiasi cha kwamba watu walienda kununua kinyeshi cha njiwa wa kule. Pupu. People eat pupu. Watu walikula kinyeshi cha njiwa. You can see how hungry these people were. Unaona kiasi cha njaa ambayo ilikuwa mahali hapo Samaria. They started even eating the head of a donkey. Walianza kununua kichwa cha punda kwa shekeli 80. You can see that it was too much. Unaona kwamba ile njaa ilikuwa makali sana. Up to the point of boiling their own boys, sons and daughters, they eat. Kiasi cha kwamba wangechemsha hata watoto wao wanawale. So the famine was too much. It was too much. So Ile- beyond understanding. Ile njaa ilikuwa kali sana, ilikuwa haieleweki. So the Bible says as the king was passing by the wall, Sasa Biblia inasema kwamba wakati mfalme alipokuwa anapita kando ya a woman ukuta, was there crying. kulikuwa na mwanamke pale alikuwa He said, analia. "Oh king, my Lord, have mercy on me." Anamwambia mfalme, bwana wangu nihurumie. What is the problem, woman? Anamuuliza ni shida gani He mwanamke? said, "This woman, my neighbor, we live in the same place. Anasema huyu mwanamke tunakaa pamoja, jirani yangu. She told me that I surrender my boy, we eat. Akasema nimtoe mtoto wangu tumle, So I gave, we boiled and we ate." na nikamtoa na tukamchemsha na tukamla. So now, today, I want her to also give her own son. We eat because we are hungry. Sasa leo mimi nataka yeye ni zamu ya mtoto wake tumchemshe na tumle pia. And she's now hiding her own son. Na sasa amemficha mtoto wake. The Bible says when the king heard it, Biblia inasema kwamba mfalme aliposikia mambo hayo he was very angry. alikasirika mno. He said, "Why this? Asema kwa nini kufanyika mambo Today kama haya? I'm going to remove the head of Elisha on his shoulder." Akasema kwamba leo nitaenda kung'oa kichwa cha Elisha kutoka katika Now, mabega yake. I'm asking the church, Sasa anauliza kanisa, what is the problem of Elisha here? makosa ya Elisha hapa ni nini? Elisha is not a food seller. Yeye Elisha sio mtu wa kuuza chakula. Elisha didn't have a shop where you can go and buy unga. Elisha hakuwa na supermarket ya kuuza chakula. Elisha is just a man of God, a servant, a prophet. That's all. Elisha alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni nabii wa Mungu basi. Now the king says, "I'm going to remove his head. Sasa mfalme anasema kwamba naenda kumnyonga Elisha saa hii. I'm going to cut off his head." Naenda kukata kichwa chake. Why is he cutting off the head of Elisha? Mbona anaenda kukata kichwa cha Elisha? And Elisha does not sell food. Na Elisha hauzi chakula. He's just a citizen among others. Yeye ni mmoja wa watu wa Samaria. Why remove his head? Mbona amng'oe kichwa? You see, people of God, Unaona watu wa Mungu, the Bible says, Biblia inasema hivi, when the king sent people in Elisha's house, wakati mfalme alipotuma watu katika nyumba ya Elisha, can you put it there? Yes. 31. And he said, "May God do so to me, and more also, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulder today." 32. Look at 32. Elisha was sitting in his house. Look at me, man. Elisha is sitting in his house Elisha amekaa ndani ya nyumba yake when people are eating dung of pigeons. wakati watu wanakula kinyeshi cha njiwa. He is sitting in his house Yeye amekaa kwa nyumba yake when people are eating one another. wakati watu wanakulana wenyewe kwa wenyewe. He is sitting in his house Yeye amekaa kwa nyumba yake and he doesn't care, na hajali, and the people are dying out there. na watu wanakufa kule nje. The anointing you respect Ule
upako ambao is the unautii. one that will work for you. Ni ule upako ambao utakufanyisha The kazi. Bible is very simple, Biblia iko wazi, but we have a problem to understand it. lakini tuna shida ya kuielewa. Only the anointing I respect, Ni upako ambao that unautii. is that will work for me. Ni ule ambao utakufanyia kazi. Only the anointing you respect, Ni ule upako ambao wewe unautii. the anointing you care for, Ule upako ambao the unautimiza au anointing you unautunza. value, Ule upako ambao unautunza. that is that which will work for you. Ule upako sasa ndio utakufanyia kazi. So anointing, it doesn't matter how much it is. Sasa upako haujalishi uko kiasi gani. If you don't respect it, Kama hautii, it cannot produce for you. hauwezi kufanyia chochote. The Bible says, Biblia inasema as people died, vile watu walikuwa nakufa, Elisha was in his house, Elisha alikuwa nyumbani kwake, sitting down, amekaa chini, discussing things anaongea mambo with elders. na wazee, Why people died outside? na watu walikuwa nakufa huko nje. Prophets were normally given by God. Nabii ambaye Mungu amemleta, Prophets were given by God manabii walitolewa na Mungu so that they can be a blessing to God's people. ndio wao baraka kwa watu wa Mungu. God gave prophets Mungu alileta manabii to answer to the needs of the people. wajibu mahitaji ya watu. God gave prophets Mungu alileta manabii to bless people. kubariki watu. He gave prophets Alileta manabii to take what belongs to God kuchukua kile ambacho ni cha and Mungu give to people. na kuwapatia watu. They were the mouth of God. Sasa wao walikuwa ni kama mdomo wa They Mungu, spoke on behalf of God. waliongea kwa niaba ya Mungu. Whatever God wanted to speak, Chochote ambacho Mungu alipenda He gave to kuongea prophets, aliwapatia and manabii, then they spoke for Him. na wale manabii wakaongea kwa niaba yake. That is what Moses did. Sasa hicho ndio kitu ambacho Musa alifanya, He spoke on behalf of God. aliongea kwa niaba ya Mungu. That is what Joshua did. Sasa hicho ndio kitu ambacho He Yoshua spoke alifanya, on behalf of God. aliongea kwa niaba ya Mungu. That is what Samuel did. Hicho ndio kitu ambacho Samueli He alifanya. was God's spokesman. He spoke for him. Alikuwa ni mnenaji wa Mungu, aliongea kwa niaba ya Mungu. Now, King Joram, Sasa mfalme Joram, even his father Ahab, hata baba yake Ahab didn't respect the prophet. hakutii manabii, He didn't even respect Elijah. hakumtii hata Elijah mwenyewe, Elia. And you know, Elisha took over from Elijah. Na unajua kwamba Elisha alimrithi Elia. Now, this Ahab Sasa huyu mfalme Ahab was a king, was a criminal. alikuwa mfalme ambaye ni mwovu, He was a wicked king. alikuwa mfalme mwovu, He was a sinner. alikuwa mtenda dhambi, He killed the people. aliua watu, He led Israel in the worship of idols. aliongoza Waisraeli kwenda kuabudu masanamu, He promoted Baal aliinua miungu ya Baal and misled Israel. na akapoteza nchi ya Israeli. He did a lot of evil things. Alifanya mambo maovu mengi, He didn't have regard for God's prophets. hakuwatii au hakuwaheshimu manabii wa Mungu. So when he died, Kwa hivyo alipokufa, his son Joram took over from him. kijana yake Yoram alichukua watamu, And Joram did the same like his na yeye father. akaendelea kutenda vile baba yake He alitenda. didn't value prophet. Hakuwadhamini He manabii, didn't listen from them. hakuwaheshimu. So that's why now the country was punished. Ndio maana sasa nchi inaadhibiwa na Now, Mungu. when they are in trouble, Wakati wakiwa katika shida, you want God to speak. sasa anataka Mungu aongee, You want the prophet to speak. anataka nabii aongee. The prophet cannot speak Nabii hawezi kuongea if you don't value him. kama haumthamini. The prophet cannot speak Nabii hawezi kuongea if you don't believe in his ministry. kama wewe huamini huduma The yake. prophet cannot speak Nabii hawezi kuongea if you don't honor him. kama haumheshimu, He cannot speak. hawezi kuongea. Why should we speak? Mbona aongee? Bwana asifiwe. Praise the name of That's the Lord. why now, Ndio maana sasa when there is no food, wakati hakuna chakula, people are eating one another. watu wanakulana wenyewe kwa wenyewe, They are eating the dung of pigeons, wanakula kinyeshi cha njiwa, eating the head of donkeys. wanakula vichwa vya punda. Life becomes complicated. Maisha yanakuwa magumu. Now he says, I want to remove his head. Sasa anasema mimi nataka kwenda kumuua yule, Because according to him, kwa sababu kulingana na yeye Elisha had the answer. alijua kwamba Elisha ana jawabu. He knew that Elisha can give the answer, the solution to the problem. Alijua kwamba Elisha angepeana jawabu kwa hii shida au ile But tatizo. Elisha cannot give a solution if you don't respect him. Lakini Elisha hawezi kutoa jawabu au hawezi kutoa jawabu If kama you don't humtii. value him, how will he going to give a solution? Kama humthamini Elisha atakupatia vipi jawabu? There is a scripture, I think it's 2 Kings chapter 3. Hapa katika maandiko katika Wafalme wa pili
mlango wa 3. And Elisha said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, were it not that I have regard for Jehoshaphat, the king of Judah, I would neither look at you nor see you. Who is this? Give chapter 3:1. 2 Kings chapter 3:1. Tupatie mstari wa kwanza. In the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah, Joram, the son of who? Ahab, became king over Israel in Samaria, and he reigned 12 years. Hallelujah. Hallelujah. So this was the king, Sasa huyu alikuwa ni mfalme, the son of Ahab. mwana wa Ahab. He was an evil king Alikuwa ni mfalme muovu who did what was evil. ambaye alitenda maovu. Now here, Sasa hapa, he is in trouble. sasa ameingia katika shida. He go to consult Elisha. Anaenda kumuuliza ushauri Elisha. That's why Elisha says in 2 Kings chapter 3 verse 14, Ndio maana Elisha anasema hapo mstari wa 14, he says, if I didn't have regard for Joshua, because they went to the king of Judah, and him the king of Samaria. walienda wawili, yeye na Jehoshaphat. Sasa Elisha anamwambia, kama sikuwa na mheshimu Jehoshaphat. It is like now we go see a prophet, we are with Pastor Gideon. Sisi tunaenda kuona nabii watu wawili. And then the prophet say, if it's not for Pastor Gideon, I could not have looked at you. Anamwambia kama sio huyu mimi singekuangalia kabisa. So you have Jehoshaphat, Sasa tuko na Jehoshaphat, king of Judah, mfalme wa Yuda, and then you have Joram, na tuko na Joram, king of mfalme wa Israeli, Samaria. And then the prophet says, Alafu nabii anasema, if it is not because of this king of Jehoshaphat, anasema kama haingekuwa mfalme huyu I Jehoshaphat, could not have consulted God for you. singemuuliza Mungu ushauri kwa niaba yako, I could not even have looked at you. hata singekutizama. But now, Lakini sasa because of this king, kwa sababu ya huyu mfalme I will look at you nitakuangalia because of him, kwa sababu yake yeye, not because of you, sio kwa sababu yako wewe, because you are evil. kwa sababu wewe ni muovu. Listen, people. Sikizeni, It doesn't matter how much anointing God releases in a ministry. haijalishi upako ambao Mungu ameachilia katika huduma, That anointing works when we embrace it. ule upako unafanya kazi wakati tunapoukumbatia. It works when we believe in it. Unafanya kazi wakati tunapouamini. It works when we put our trust in it. That's how it works. Unafanya kazi wakati tunauamini. There is something I want to show you. Kuna kitu nataka kuwaonyesha. Give 2 Kings chapter 2 verse 23. Tupatie Wafalme wa pili mstari wa mlango wa pili 23. He went up from there to Bethel, and while he was going up on the way, some small boys came out of the city and jeered at him, saying, "Go up, you bald head. Go up, you bald head." Isn't it? And he turned around, and when he saw them, he cast them in the name of the Lord. And 2 she-bears came out of the woods and tore 42 of the boys. Let me tell you, people, Wacheni niwaambie, and I thank God nashukuru Mungu because I was not among the people who wrote the Bible. kwa sababu mimi sikuwa kati ya wale watu walioandika Biblia. When the Bible was being written, I was not born. Wakati Biblia ilikuwa ikiandikwa mimi sikuwa nimezaliwa. So I'm glad because of that. Kwa hivyo mimi nafurahi kwa sababu hiyo. Because what I read, even you read it. Kwa sababu yale mambo ninayosoma hata nyinyi pia What I mnayasoma. see, even you see it. Yale mambo ninayoona hata nyinyi mnayaona. Now, Elisha is anointed. Elisha amepakwa na Mungu. Anointing is given to release blessings on God's people. Upako unapeana na Mungu kupeana baraka kwa watu wa Mungu. God lifts prophets up to speak on his behalf. Mungu anainua manabii waongee kwa niaba yake. So whenever they speak, they bless people. Kila wakati wanapoongea wanabariki watu. They release God's blessings. Wanaachilia baraka za Mungu. They show guidance. Wanaonyesha mwelekeo. The way people must do, how they must do things, the way to follow, how to behave, how to live their salvation and so on. Wanaonyesha vile watu wanatakana kutembea, vile wanatakana kufuata, vile wataishi katika uokovu wao. But sometimes Lakini wakati mwingine prophets are also like fire, manabii pia ni moto ulao. because there is some time you are not going to agree in some things. Wakati mwingine labda hamkubaliani kwa mambo fulani.
They are going to tell you, no, this is the way. Watasema hii ndio njia. But you know, we as human beings, Lakini unajua sisi kama binadamu, often we have also our feelings. mara nyingi pia tuna hisia zetu. We have what we want. Tuna yale mambo ambayo tunayataka. We have our personal views. Tuna hata maono yetu yenyewe. We say, hey, no, I want to go this way. Nasema mimi nataka kwenda hivi. And the prophet say, no, Na nabii that's not the anasema way. hapana, sio njia hii. Follow this way. Fuata hii. Sometimes you disagree. Wakati mwingine mnakosa kukubaliana. And I want you to know this. Na nataka tujue hivi. A prophet of God Nabii wa Mungu will never mislead you. hata kupoteza. Whatever he tells you Chochote atakachokuambia is for your good, ni kwa wema wako, is for your benefit, ni kwa manufaa is yako, to lead you the right way. ni kuongoza wewe kwa njia inayofaa. Now, when you refuse, Sasa wakati unapokataa, it is up to you. sasa wewe ni shauri yako. Look at this anointing. Angalia katika upako huu, It is given by God umepeana na Mungu to bless God's people. kubariki watu wa Mungu. That same mouth Lakini mdomo ule ule that was to speak to bless people, ambao ungetoa baraka kwa watu, release now a curse here, unatoa laana hapa. and 42 boys are killed by bears. Na vijana 42 wanauawa na dubu. 42. 42 They are killed, destroyed. wameuawa. Why? Kwa nini? They saw the prophet Kwa sababu walimwangalia, walimtukana and yule they nabii. followed him. Walimuona yule mfalme They wakamfuata, insulted him, wakamtukana, shouting behind him. wakaanza kumzomea. And then he became angry. Na yule mnabii He akakasirika, turned around akageuka and cursed them. na akawalaani. He didn't say, bear, come and eat these people. Yeye yule mnabii hakusema ati dubu waje wamrarua He wale just watoto. cursed them, Waliolaani tu. not knowing what will happen. Hakujua kutatendeka nini. Because the Bible says he cursed them in the name of the Lord. Because Biblia inatuambia kwamba yeye aliwalaani katika jina la Bwana. In the name of the Lord. Katika jina la He Bwana. didn't say, bears, come out, eat these people. No. Hakusema ati dubu waje kutoka msituni waje wale hawa vijana. But God decided to release bears Lakini Mungu aliamua kwa hekima yake kuachilia dubu who are going to kill 42. ambao watakuja kuua vijana 42. Listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. Prophets are vessels of God's blessings. Nabii ni viumbe vya baraka za Mungu. But those blessings, they come to us when we receive these people according to God's ways. Lakini zile baraka zinakuja kwetu wakati tunapopokea hawa watu kulingana na mapenzi ya Mungu. Can you imagine the prophet is in the city? Wewe fikiria kwamba mfalme yuko pale mjini, He is sitting in his house, amekaa ndani ya nyumba yake, talking to people, anaongea na watu, laughing there, anacheka pale, and outside, na kule nje people are dying. watu wanakufa, They eat pupu. wanakula kinyeshi. Can you imagine? Angalia, They eat the head of donkeys. wanakula vichwa vya punda. People are finished. Watu ambao wamekwisha, There is trouble. wana shida. But Joram knew Lakini Joramu alijua that this man has the key kwamba huyu mtu ana kifunguo to our problem. kwa hii shida ambayo tuko nayo. Now he said, I'm going to cut his head. Na asema mimi naenda kumkata kichwa. Why cut his head? Unakata kichwa kwa nini? Does he sell ugali? Yeye hauzi He chakula, doesn't sell food. yeye hauzi chakula. You go and look for ugali. Nenda katafute chakula. So there is no way Kwa hivyo hakuna njia you can neglect the anointing. unaweza kutekeleza ule upako. There is no way you can neglect Hakuna vile unaweza kuutelekeza ule upako or abuse anointing au uchekelee au dharau, and then expect that same anointing to work for you. alafu tena utarajie kwamba ule upako utakufanyia kazi. It is impossible. Haiwezekani. This is a clear example. Sasa huu ni mfano ambao ni wa haki. You are going to see many people were healed in the Utaona- ministry of Elisha. Utaona watu wengi waliokolewa au waliponywa katika huduma ya Elisha, And some also became sick under his ministry. na wengine pia walikuwa wagonjwa katika huduma yake. Like you can see Naaman came from Syria and was healed. Naaman alitoka kutoka Syria akaja akaponywa, And now you can see Gehazi living in the same house with Elisha, he became a leper. na sasa unaona Gehazi alikuwa anakaa ndani ya nyumba ya Elisha, anaanza kuwa mtu wa ukoma. It means Gehazi never trusted that anointing. Inamaanisha kwamba Gehazi hakuamini ule upako ambao ulikuwa na He was Elisha. there with Elisha, Alikuwa anakaa pale na but he Elisha, didn't trust the anointing. lakini hakuamini kwamba ule upako He ulikuwa just unafaa. looked at Elisha, Alimwangalia Elisha, saw him like a common man. akamwona kama mtu wa kawaida. Listen, people, Sikizeni, prophets are common men, nabii ni watu wa but kawaida, they are not common. lakini sio watu wa When kawaida. God starts speaking through them, Wakati Mungu anataka kuongea na wao they kupitia are kwao, common when they are sitting the way
Brother Mwaengo is sitting Ni here. watu wa kawaida wakati wanakaa vile ndugu Mwaengo amekaa pale. They are common when they eat food the way we eat. Wanakuwa watu wa kawaida wakati wanakula chakula ambacho tunakula. They are normal when you sit maybe somewhere in a cafe, you know, you are taking coffee. They are normal. Ni watu wa kawaida wakati unakaa nao katika mkahawa wanakunywa chakula, wanakunywa. But there is a time they rise up. Lakini kuna wakati wanapoinuka, They say, that says the Lord. wanasema asema Bwana. Just go away. Sasa hiyo wewe toroka. Bwana asifiwe. Praise the name You of the know Lord. that now God is speaking. Unajua hapo sasa Mungu anaongea. It is now dangerous. Hapo sasa kuna hatari. If you hear that says the Lord, Ukisikia tu asema Bwana, man, just stay away. sasa hapo jitenge. Because that time automatically God is now speaking. Kwa sababu wakati huo sasa Mungu anaongea. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. One day, Siku moja, there is this king, he was called Akazia. kuna mfalme alikuwa anaitwa Gazia. He was sick. Alikuwa mgonjwa. And then he sent people to go and consult Beelzebub. Beelzebub Akatuma was a pagan god. Akatuma watu waende wakaangalia wakapiga ramli kwa nyumba ya Beelzebub ambaye alikuwa ni mungu wa wapagano. And this as Akazia was the king of Israel. Na huyo Gazia alikuwa ni mfalme wa Israeli. He was sick. Alikuwa mgonjwa. And sent his servants. Na anatuma watumishi wake. Go to Ekron. Nendeni Akron kwa nyumba ya Beelzebub. There is a Beelzebub there who is a pagan god. Consult for me. Kuna Beelzebub pale ambaye ni mungu wa wapagano. Mkaulize ushauri kule. Am I going to die? Nitakufa or I'm going to get better? Au nitaishi? As they were going, Wakati walipokuwa wakienda, God sent Elisha before Mungu akamtuma Elisha akakutana so nao. they saw Elisha before them. Wakamuona Elisha anakuja. Elisha said, Elisha akawauliza, I know najua you are going to Ekron munaenda Akron to consult Beelzebub, munaenda kumshauri Beelzebub, the pagan god. mungu wa wapagano. Now I'm here to tell you, Sasa niko hapa go kueleza, back rudini and tell your king na mwambie mfalme wenu he's going to die. kwamba atakufa. Go. Rudini. So they looked at the man. Wakamwangalia yule jamaa, They didn't know him. hawakumjua, They turned and went back. wakageuka. Now the king said, Sasa mfalme akasema, who is that man? huyo ni mtu gani? Why didn't you go to see Beelzebub? Mbona hamkuendelea kwenda kumuona They Beelzebub? say we met a man Wakasema tulikutana na mtu and he shouted on us. na akatupigia makelele, He rebuked us. akatukemea, He told us to come back akatuambia turudi, and tell you na akatuambia tuje you are tukueleze going to die. kwamba wewe utakufa. Who is that man Mfalme anashangaa, huyo ni mtu who gani cannot fear the king of Israel? ambaye hamwogopi mfalme wa Israeli? How was the man? Huyo mtu alikuwa amekaa vipi? They said the guy was just like a bushman. Anasema huyu jamaa alikuwa amekaa kama mtu wa msituni, He was wearing the skin of a camel, alikuwa amevaa ngozi ya ngamia, sandals at his foot. alikuwa amevaa ndala tu, The guy looked funny alikuwa anakaa mtu wa kushangaza, with a big beard, alafu alikuwa na kidevu kirefu with a big belt. na alikuwa na ukanda mkubwa amejifunga kwa kiuno. Akasema It is Elisha. Elia. huyo ni Elia. Hallelujah. Amen. That's why last time I told you Ndio maana Jumapili iliyopita that niliwaambia sometimes you remain wild. kwamba wakati mwingine unakuwa mtu wa kichakani, You remain like wild, unakuwa kama mnyama, like a bushman, unakuwa kama mtu wa msituni, like a bushwoman. unakuwa kama mama wa msituni. I'm talking in a spiritual level, Naongea kuhusu mambo ya kiroho, not in a physical level. sio mambo ya kawaida ya kimwili. It means you remain raw. Inamaanisha wewe unakuwa mtu ambaye hueleweki au mtu ambaye ni kama The jangili, man God made, fashioned. yule mtu ambaye Mungu alimtengeneza. Let me tell you, Wacha nikwambie, if you are raw, kama wewe utakuwa you are unstoppable. Raw manake mbichi. kama umebaki mbichi, You are huwezi unstoppable. kuzuiliwa, You are unstoppable. I tell huwezi you, you kuzuiliwa, are dangerous. wewe ni hatari. People will come with philosophy, Watu watakuja na itikadi zao, but they fall lakini wataanguka because you know God is dangerous. kwa sababu wanajua Mungu ni It's hatari, more than philosophy. ni zaidi ya itikadi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Now sana. listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu, You see what is happening here mnaona kile kitu kinachotendeka hapa is a clear indication ni kuonyesha wazi of things that happen to us. kwa mambo ambayo yanatendekea sisi. God is still speaking in our days. Mungu bado anaongea katika siku zetu. It is up to us Ni sasa ni juu to yetu open our mind kufungua akili zetu and to believe na kuamini, in servants of God. kuamini watumishi Yes. wa Mungu. Open your heart, Fungua roho yako, believe amini in servants of God. kwa watumishi wa Mungu. That's how God works. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Don't say, I don't like this man. Usiseme mimi simpendi huyu mtu, I look at him, is so ugly. na mwangalia hivi anakaa sura It's mbaya. not about being ugly. Sio kuwa mbaya, sura mbaya au It's not nzuri, about being beautiful. sio tu kuwa It's not urembo, about being handsome. sio kuwa mtu It's anayependeza, about God, though. ni It's kuongea mambo ya about Mungu, God who speaks. ni kuhusu Mungu ambaye anayeongea. You cannot neglect, overlook
mistreat, abuse the anointing and then expect to see blessings from that same anointing. Impossible. Huwezi kudharau upako na utarajie kupata baraka kutoka katika huo upako ambao Look umeudharau. at the example of this man called Saul. Angalia mfalme huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Sauli. It is in what? 1 Samuel chapter 6. 1 Samuel chapter I think 6. Verse 8. But he said to him, behold, there is a man of God, yes, in this city. Look at that. There is a man of God in this city. And he is a man who is held in honor. I want you to see this. Nataka nimuone hii. I want you to see this. Asema kuna mtu wa Mungu hapa katika huu mji. Ni mtu anayeheshimiwa, held in honor. Anayeheshimika. Au anayeheshimiwa. Held in honor. Anayeheshimiwa. There is not just a man of God, sio tu mtu wa Mungu, but he is held in honor. Bali anaheshimika. All that he says, kila anachosema ni ukweli. You know? So that's the key. Held in honor. Kwamba anaheshimiwa. There is a man of God in this city. Kwamba kuna mtu wa Mungu katika mji huu. Is held in honor. Na anaheshimiwa. The French Bible says, there is a man of God in this city. He is a respectable man. Biblia ya Kifaransa inasema kwamba kuna mtu wa Mungu ndani ya mji huu na ni mtu anayeheshimika. And then he says, perhaps he can tell us the way we should go. Alafu anasema labda anaweza kutuambia njia yetu ya kwenda. If you don't trust him, kama humwamini, how can he tell you the way you should go? Atakwambia vipi mahali pa kwenda? It is when you trust the person, ni wakati unapomwamini huyo mtu, that he shows you the way. Ndio atakuonyesha njia. Now 7. Sasa mstari wa 7. Then Saul said to his servant, Saul akasema kwa mtumishi wake, but if we go, kwamba tukienda, what can we bring the man? For the bread in our sacks is gone, and there is no present to bring to the man of God. What do we have? Now, give us 1 Samuel chapter 10 verse 1. Then Samuel took a flask of oil and poured it on the head of who? Of Saul, isn't it? On his head, and kissed him and said, had not the Lord anointed you to be prince over his people, Israel? And you shall reign over the people of the Lord, and you will save them from the hand of their surroundings, enemies. And this shall be the sign to you that the Lord has anointed you to be prince over his heritage. And then you can continue in your house when you go home and read. Now, give us 15. 1 Samuel chapter 15, 1 verse Samuel 1. 15, 1. Now look at this. And Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people Israel. Now therefore, listen to the word of. Are you with me? Yes. Hey, I'm taking you somewhere powerful. Nawapeleka mahali pa nguvu. What have we read before this one? We read 1 Samuel chapter what? 10 verse 1. Where he takes the anointing oil, he poured on his head, and then he kissed him. God has anointed you, you are now king. Now 15, 1. Samuel now is telling the same Saul, he's now king. The Lord sent me to anoint you, to become king over Israel, his people. Now therefore, do what? Listen to the word of the Lord. Sikiza maneno ya Mungu. Mbili. That says the Lord of hosts, I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt. Now, go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and women, children and infant, ox, sheep, camel, and donkey. So Saul summoned the people, numbered them in Telaim, 200,000 men of foot, and then 1,000 men of Judah. And Saul came to the city of Amalek and lay in wait in the valley, Sita. Then Saul said to the Kenites, go apart, go down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all the people of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites. Saba.
And Saul defeated the Amalekite from Avila as far as Shua, which is east of Egypt. 9. And he took Agag, the king of Amalekite, alive and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and the oxen and of the fatted calves and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless they devoted to destruction. The word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. And Samuel was angry, and he cried to the Lord all night. And Samuel rose early to meet Saul in the morning. And it was so Samuel. Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself and turned and passed on and went down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be you to the Lord, I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. Now listen. Then Samuel said to Saul, Stop! I will tell you what the Lord said to me this night. And he said to him, Speak. And Samuel said, Though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And the Lord sent you on a mission and said, Go, devote to destruction the sinners, the Amalekite, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil and do what was evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalekite, and have devoted the Amalekite to destruction. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. And Samuel said, As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Wow. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Now, therefore, please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. And Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. As Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe and it tore. Mungu kwa hii kanisa, robe ikafanya nini? Kararuka. Ikapasuka. Hallelujah. Now what is happening? And Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you this day, and has given it to a neighbor of yours who is better than you. Are you with me? You know, sometimes you guys don't get it. Wakati mwingine nyinyi watu hamuipati. You think we are against you. Mnafikiria sisi We are not tunawapinga. against you. Sisi hatuwapingi. We are your brothers. Sisi ni ndugu zenu. And God chose us Na Mungu aliyotuchagua among sisi you people
na pamoja na nyinyi, and gave us his work na akatupatia kazi yake that we are doing today. kwamba tunafanya leo. We are not ministers on ourselves Sisi sio wahudumu kwetu sisi wenyewe or for ourselves, au kwetu wenyewe, but we are ministers of God bali sisi ni wahudumu wa to Mungu lead you to his ways, kuongoza nyinyi katika njia zake, that you may reach where he wants you to reach kwamba hivyo mfike mahali mnataka and kwenda receive what he wants you to receive na mpokee kile mnachotaka and kupokea become what he wants you to become. na muwe kile kitu mnachotarajia kuwa. But sometimes you don't get it. Lakini wakati mwingine hamwelewi, You see us maybe as your enemies, mnatuona kama maadui, maybe by telling you to do something different labda kwa kuambia nyinyi mfanye kitu ambacho sicho from what you plan to do. kulingana na kile ambacho ulipanga kufanya. You cannot listen from the mouth of a prophet. Hawezi kusikiza kutoka katika mdomo wa nabii. I'm not talking about this fake prophet. Hatuongei kuhusu manabii wale ambao I'm talking about the prophets, true prophets. tunaongea kuhusu manabii ukweli. An example of one is the one speaking to you now. Mfano wa mmoja ni yule anayeongea sasa. This is the mouth of a prophet. Huu ni mdomo wa mnabii. This is an oracle. Sasa hichi ni kitendawili. Oracle of God. Ni kitendawili cha Mungu. That whenever we speak, Kwamba kila tunachoongea we speak from God, tunaongea kutoka kwa Mungu always for your benefit. kila wakati kwa manufaa yenu. If you listen, Kama utasikiza, you never regret. hautajuta. Not in this life, Sio kwa maisha haya not in the life to come. au kwa maisha yajayo. There are some people, Kuna watu wengine you tell them, utawaambia, God says, Mungu alisema, go, nendeni, destroy everything. nendeni mkaharibu kila kitu. And then they tell you, Na watakwambia, I didn't hear from God. sikusikia kutoka kwa Mungu, Unless I hear from God, mpaka nisikize kwa I Mungu. cannot destroy everything. Siwezi kuharibu kila kitu. God will never come to you Mungu hatakuja kwako if he has already spoken to you through a prophet. kama kila wakati amenena na wewe kupitia kwa nabii. If God tells me, for example, Kama Mungu akikwambia kwa to mfano, tell you to do ABCD akwambia nenda kafanye ABCD and you refuse, na ukatae, I have told you, sasa mimi nimekwambia, I've done my all. nimefanya kazi yangu. If you refuse to listen, Kama wewe utakataa kusikiza, that is up to you. sasa hiyo ni shida yako, That's not me. sio shida yangu. My point is to tell you what God wants. Sasa kazi yangu ni kukwambia mapenzi ya Mungu, And if you refuse, na kama utakataa, that's up to you. sasa ni shida yako. There are some people, Kuna watu wengine we try to tell tulijaribu kuwaambia the will of God mapenzi ya Mungu and they refuse. na walikataa. They thought maybe we didn't know what we are doing. Waliona labda hatujui tunafanya nini, And then later, lakini baadaye they start crying. wanaanza kulia. They became even ashamed Waliaibika to tell us about the things that they are going through. hata kutuambia yale mambo ambayo wanayapitia. You cannot refuse to listen Hauwezi kukataa kusikiza from a prophet kutoka kwa nabii God has established Mungu amemsimamisha in your church, katika kanisa lako, and then alafu go kisha at the corner, uende pale kwenye kneel giza down. na upige magoti, God speak to me. ati Mungu ongea nami. You know, this is a raw church. Unajua hili kanisa bado ni bichi Hii ni kanisa iko ya mbichi. tuseme iko mbichi, iko wild, iko ya kienyeji, iko ya ni ile kanisa halisi, ile ule Mungu wa Biblia, ule unasikia Mungu wa Abraham, ule Mungu wa moto. Mungu wa moto. Hii injili tunahubiri hapa haichanganyike na maji na chumvi na pilipili. Ni injili kwa injili. Bas. Vile inakuya njoo vile. Hivyo. Vile inachomoka njoo vile. Hivyo. Upendo usipopenda ni hiyo hiyo. Amen. Sometimes it comes, it is powerful, it is dangerous. It enters the bones. It Wakati burns. mwingine That's inakuja the na gospel. nguvu, inaingia paka kwa mifupa. That's the gospel. Lakini hiyo ndio injili. But Lakini whenever you listen kila unachosikiza and you follow, na ukifuata, you will never regret. hautajuta. Not in this life, Sio katika maisha not in haya, the life to come. sio kwa maisha ambayo yanayokuja. We have experienced it. Sisi tumeiona, We have tukaihisi, seen it before. tumeiona hapo awali. You tell somebody something about God, Unamwambia mtu kuhusu kitu and sometimes you just obey. na wakati mwingine natii. After some time, Baada ya muda you see the result. unaona majibu. Elisha the prophet Elisha nabii is in his house, yuko ndani ya nyumba yake, sitting down amekaa and giving stories. na anaongea tu, wanapiga stori zao, wanapiga zumari. Inaitwa zumari Kiswahili. Hey, my brother, Hey, what do you think? Hey. Kunendaje? How are things? Hey. And then they are talking, Wanaongea. you know. And outside, Na huko nje wanakula mavi. watu wanakula kinyeshi. Huwezi kutii Mungu kule mavi. Huwezi kutii. The devil is a You liar. can't obey God and then eat Huwezi human kutii waste. Mungu ukule kinyesi ya nguruwe, Yeah. ama ya mbuzi, ama ya kondoo, ama ya njiwa, Hawezi. unless kama Mungu alibadilika. Yeah. Remember the message I preached here the other day. Yes. Where will people go
when there is no bread in the house of bread? Watu watakimbia wapi au watakimbilia wapi wakati hakuna mkate ndani ya nyumba ya mkate? It was God's intention Ni mapenzi ya Mungu that Bethlehem, it was his intention. kwamba Bethlehem ni mapenzi yake Mungu. Ilikuwa mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu That Bethlehem will be the center of provision. kwamba Bethlehem ingekuwa ni mahali katikati People ya will upendo. eat bread from Bethlehem. Watu wangekula mkate kutoka Bethlehem. But when people refused to listen to God, Lakini wakati watu walipokataa kusikia Mungu, famine entered Bethlehem. njaa iliwaingia. Now, where will people go? Watakimbilia wapi? When there is no bread, Wakati hakuna mkate, where bread was supposed to be found. mahali ambapo mkate unatarajiwa kuwa. Now, the manufacturers of bread Sasa wale wanaotengeneza mikate ran to Moab walikimbia wakaenda zao Moab, in search of bread. wakaenda kutafuta mkate You will Moab. never search for bread Hautatafuta mkate if you stay in this place kama ukaa mahali hapa and obey what na we utii tell you. Mungu. God will never bring you to shame. Mungu hata kuaibisha, Not in this life, sio katika maisha haya, not in the life to come. hata maisha yajayo. If you stay here Kama utakaa hapa and listen to what we tell you. na usikize yale mambo yote People have tunayoambia. built churches. Watu wamekuwa katika makanisa. People have built churches. Watu wamejenga makanisa. Some of these churches, Makanisa haya mengine they do business maybe. wanafanya biashara. Some of these churches, Haya makanisa they mengine do human philosophy. wanafanya filosofia ya kibinadamu. Let me speak like a human being. Wacha naongee kama binadamu. People have opened churches. Watu wamefungua makanisa. Some of these churches Makanisa haya mengine is just business. ni biashara tu. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. A true pastor Nabii amini, called by God pastor wa kweli ambaye ameitwa na Mungu comes to this church. na anakuja katika kanisa hili He comes and meets me na anakuja anakutana na mimi and tells me, na ananiambia, you know what, man of God, hatunajua nini mtu wa Mungu? it is my sabbatical leave. Ati hii ni livu yangu ya sabbatical For ile 1 mrefu year now. mwaka mzima sasa. I'll be worshiping here. Mimi nitakuwa naabudu hapa. I'm your member. Mimi ni mmoja wenu 1 year. mwaka mzima. And then you worship here. Alafu anaabudu hapa For 1 year. ana mwaka mzima. He pays even tithe. Analipa hata zaka For 1 year. mwaka mzima. And then after 1 year, Alafu baada ya mwaka mzima that person tells me, huyo mtu ananiambia, you know what, pastor, hatunajua nini mchungaji? I'm now your neighbor. Sasa mimi ni jirani yako pale. I've opened that's the church behind Nimefungua you. kanisa hapo nyuma yako. Listen, man. Sikiza wana. That is human philosophy. Sasa hiyo ni filosofia ya kibinadamu. That if you want to compete with people, Kama unataka kushindana na watu, you have to know their strengths. kwanza lazima uwajue nguvu You have yao. to know their Lazima weaknesses. ujue unyonge wao. So that you create values. Ati sasa utengeneze You thamani. know how to tackle them. Ati ujue vile You utapigana are na not wao. tackling me. Oh. Hakuna. I'm a wild animal. Wewe ni mnyama I'm a utapigana na vipi? bushman. Wewe ni mtu wa msituni. God called me. Mungu aliniita, He gave me the mandate. alinipatia I'm dangerous. na hatari. I'm too much. Oh. Mimi ni hatari na I'm beyond that. nimepita hiyo. What I do today Mimi is not what I will do tomorrow. kile kitu nafanya What I leo sio preach kile today nafanya kesho. is not what I preach tomorrow. Yale mambo ambayo The nahubiri technique leo I sio yale use nitahubiri today kesho. is not what I use tomorrow. Yale mambo ambayo nitumia leo sio yale nitatumia kesho. I don't have any established technique. Kwa sababu mimi sina mpangilio au strategy ya kufanya. This morning I wake up. Leo naamka asubuhi, God give me this message. Mungu ananipatia ujumbe. You know, if you try to go homiletically speaking, sometimes you won't get it. Ukianza kuangalia vile vitabu vinavyoongea saa nyingine huipati. No, Paul says, Paulo anasema the gospel I'm preaching, ile injili ambayo nahubiri I didn't get it from a man. sikuipata kutoka kwa mtu, It is from God. niliipata kutoka kwa Bwana. It is not philosophical. Sio ya kifilosofia. It is raw material Haya ni maneno mabichi from the King of kutoka Kings. kwa mfalme wa wafalme. The way he released it to me, Vile alivyoiachilia that's kwangu, how I release it. ndio mimi naiachilia kwa watu. You don't build the church. Unajua kujenga kanisa, You do philosophy. unaanza kufanya You filosofia. plan like a human being. Unapanga mipango kama binadamu. No, Hapana, we don't do that way. hatufanye kazi hiyo. Abraham was raw. Ibrahimu alikuwa mbichi, Raw material. mbichi kabisa. A wild animal. Alikuwa mnyama wa mwituni. He left his nation. Aliacha taifa And lake people said, where are you going? na watu wakamuuliza unaenda wapi? Are you not mad? Akasema wewe si una kichaa? Are you not crazy? Wewe si una wazimu? He said, I'm not crazy. Akasema mimi sina wazimu. I am not mad. Akasema mimi sina kichaa. God has spoken to me. Mungu amenena nami. I'm obeying God. Mimi namtii Mungu. Often when you obey God, Wakati mwingi ukiwa mtii sometimes Mungu, people will not understand you. watu hata kuelewa. Listen, man. Sikizeni. Anointing of God Upako wa Mungu is not about politics. sio siasa, It's not about politics. sio siasa, It's about God. ni kuhusu Mungu. If God sent me to minister the gospel, Kama Mungu alinituma kwenda kuhubiri, I don't need to look at Gideon. simwangalii Gideon,
What is he doing? Ati anafanya nini? How is he doing it? Ati anafaa vipi? So that I position Ati ndio myself. anianze kujipanga vile Nitajiposition kulingana na yeye how. Yeye aliniita mimi. Ule alikuita si akupe position. Ule alikuita si akupe vifaa. Ule alikuita si akuoneshe vile kazi inafanyika. Oh, come on. Give me a break, man. Yes. You know what? There are people who do not want to see God even when it's visible. Hataki kumuona Mungu hata wakati inapoonekana. Kuna watu hawapendi kumuona Mungu hata wakati anaonekana waziwazi. Macho yao iko na bitaitai. Unajua bitaitai? Unajua bitaitai? Hata wakati Mungu ameonekana waziwazi, wao wakiangalia macho iko na nini? Bitaitai. Maana yake macho haioni. Haioni. Makengeza. Ama namna gani? God sent me on a mission. Do I need to look at Gideon? Mbona nimwangalie mwenzangu? Let me look at Gideon. Ati vile anavyokaa ndio nifanye vile anavyofanya ndio nipate huo upako. This man looks successful. I know. So what is his secret? Let me tell you people. We have what we call transformational gospel. Tunataka sisi tuna injili ile ya kubadilisha. It is raw and it is powerful. Ni injili mbichi na ina nguvu. We preach like bush people. Tulihubiri kama watu wa msituni. And in a powerful way. Na katika hali ya nguvu sana. And that is what God wants. Na hiyo ndio kitu ambacho Mungu anataka. All the young people God is going to raise in this place. Vijana wote ambao Mungu anawainua hapa. Wherever you go. Kokote utakapokwenda. Keep that gospel. Shika hiyo injili. Keep the fire burning. Shika, wacha huo moto uendelee kuchomeka. Be original. Uwe wa chanzo au be original. Kwa original. Look at Jesus. Mwangalie Yesu. When he came, wakati alipokuja, he didn't preach the gospel like Pharisees. Hakuhubiri injili kama Mafarisayo. Look at John the Baptist. Mwangalie Yohana Mbatizaji. When he preached the gospel, wakati alipohubiri injili, he didn't preach like the Pharisees. Hakuhubiri kama Mafarisayo. Look at Paul. When he preached the gospel, Paul didn't preach like the Pharisees. Angalia Paulo, wakati alipohubiri injili, hakuhubiri kama Mafarisayo. Look at Petro. Angalia Petro. The Bible says, Biblia inasema, the Pharisees, wale Mafarisayo, when they looked at Peter and John, wakati walipomwangalia Petro na Yohana, they recognized them. Wakawatambua. Because they knew these people. Kwa sababu walijua hawa watu. As illiterate. Kwamba hawa watu hawajasoma. But that day, lakini leo, they say no. Wakasema hapana. Only Jesus ni Yesu tu can change people like anaweza kubadilisha watu kama hao. So they recognize wakawatambua that they have been with Jesus. Kwamba walikuwa pamoja na Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Jesus. Kwamba nyinyi ni wa Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Resurrection Temple. Kwamba nyinyi ni wa wherever you go, popote unapoenda, people you meet, Mungu, people who see you, yoyote utakutana naye, wherever you work, yoyote atakaye kuona, may it be known wacha ijulikane you belong to Jesus. Kwamba nyinyi ni wa You Yesu. belong to this church. Nyinyi ni wa kanisa hili. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Go up, you bald head. Go up, you bald head, isn't it? And he turned around, and when he saw them, he cast them in the name of the Lord. And 2 she-bears came out of the woods and tore 42 of the boys. Let me tell you people. Wacheni niwaambie. And I thank God. Nashukuru Mungu. Because I was not among the people who wrote the Bible. Kwa sababu mimi sikuwa kati ya wale watu walioandika Biblia. When the Bible was being written, I was not born. Wakati Biblia ilikuwa ikiandikwa mimi sikuwa nimezaliwa. So I'm glad because of that. Kwa hivyo mimi nafurahi kwa sababu hiyo. Because what I read, even you read it. Kwa sababu yale mambo ninayosoma hata nyinyi pia mnayasoma. What I see, even you see it. Yale mambo ninayaona hata nyinyi mnayaona. Now, Elisha is anointed. Elisha amepakwa na Mungu. Anointing is given to release blessings on God's people. Upako unapeana na Mungu kupeana baraka kwa watu wa Mungu. God
lifts prophets up to speak on his behalf. Mungu anainua manabii waongee kwa niaba yake. So whenever they speak, they bless people. Kila wakati wanapoongea wanabariki watu. They release God's blessings. Wanaachilia baraka za Mungu. They show guidance. Wanaonyesha mwelekeo. The way people must do, how they must do things, the way to follow, how to behave, how to live their salvation and so on. Wanaonyesha vile watu wanatakana kutembea, vile wanatakana kufuata, vile wataishi katika uokovu wao. But sometimes, lakini wakati mwingine, prophets are also like fire. Manabii pia ni moto ulao. Because there is some time you are not going to agree in some things. Wakati mwingine labda hamkubaliani kwa mambo fulani. They are going to tell you, no, this is the way. Watasema hii ndio njia. But you know, we as human beings, lakini unajua sisi kama binadamu, often we have also our feelings. Mara nyingi pia tuna hisia zetu. We have what we want. Tuna yale mambo ambayo tunayataka. We have our personal views. Tuna hata maono yetu yenyewe. Say, hey, no, I want to go this way. Nasema mimi nataka kwenda hivi. And the prophet say, no, na nabii anasema hapana, sio njia hii. Follow this way. Fuata hii. Sometimes you disagree. Wakati mwingine mnakosa kukubaliana. And I want you to know this. Na nataka mtujue hivi. A prophet of God, nabii wa Mungu, will never mislead you. Hata kupoteza. Whatever he tells you, chochote atakachokuambia, is for your good. Ni kwa wema wako. Is for your benefit. Ni kwa manufaa yako. Is to lead you the right way. Ni kuongoza wewe kwa njia inayofaa. Now when you refuse, sasa wakati unapokataa, it is up to you. Sasa wewe ni shauri yako. Look at this anointing. Angalia katika upako huu. It is given by God. Umepeana na Mungu. To bless God's people. Kubariki watu wa Mungu. That same mouth, lakini mdomo ule ule, that was to speak to bless people, ambao ungetoa baraka kwa watu, release now a curse here. Unatoa laana hapa. And 42 boys are killed by bears. Na vijana 42 wanauawa na dubu. 42 they are killed, wameuawa. Why? Kwa nini? They saw the prophet. Kwa sababu walimwangalia, walimtukana yule nabii. They followed him. Walimuona yule mfalme wakamfuata. They insulted him. Wakamtukana. Shouting behind him. Wakaanza kumzomea. And then he became angry. Na yule nabii akakasirika. He turned around. Akageuka. And cursed them. Na akawalaani. He didn't say, bear, come and eat these people. Yeye yule nabii hakusema ati dubu waje wamrarua wale watoto. He just cursed them. Waliwalaani tu. Not knowing what will happen. Hakujua kutatendeka nini. Because the Bible says he cursed them in the name of the Lord. Because Biblia inatuambia kwamba yeye aliwalaani katika jina la Bwana. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. He didn't say, bears, come out, eat these people. No. Hakusema ati dubu waje kutoka msituni waje wale hawa vijana. But God decided to release bears. Lakini Mungu aliamua kwa hekima yake kuachilia dubu. Who are going to kill 42. Ambao watakuja kuua vijana 42. Listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. Prophets are vessels of God's blessings. Nabii ni viumbe vya baraka za Mungu. But those blessings, they come to us when we receive these people according to God's ways. Lakini zile baraka zinakuja kwetu wakati tunapopokea hawa watu kulingana na mapenzi ya Mungu. Can you imagine the prophet is in the city? Wewe fikiria kwamba mfalme yuko pale mjini. He is sitting in his house. Amekaa ndani ya nyumba yake. Talking to people. Anaongea na watu. Laughing there. Anacheka pale. And outside. Na kule nje. People are dying. Watu wanakufa. They eat pupu. Wanakula kinyeshi. Can you imagine? Angalia. They eat the head of donkeys. Wanakula vichwa vya punda. People are finished. Watu ambao wamekwisha. There is trouble. Wana shida. But Joram knew. Lakini Joram alijua that this man has the key. Kwamba huyu mtu ana kifunguo. To our problem. Kwa hii shida ambayo tuko nayo. Now he said, I'm going to cut his head. Na asema mimi naenda kumkata kichwa. Why cut his head? Unakata kichwa kwa nini? Does he sell ugali? Yeye hauzi chakula. He doesn't sell food. Yeye hauzi chakula. You go and look for ugali. Nenda katafute chakula. So there is no way. Kwa hivyo hakuna njia. You can neglect the anointing. Unaweza kutekeleza ule upako. There is no way you can neglect. Hakuna vile unaweza kuutelekeza ule upako. Or abuse anointing. Au uchekelee au dharau. And then expect that same anointing to work for you. Alafu tena utarajie kwamba ule upako utakufanyia kazi. It is impossible. Haiwezekani. This is a clear example. Sasa huu ni mfano ambao ni wa haki. You are going to see many people were healed in the ministry of Elisha. Utaona watu wengi waliokolewa au waliponywa katika huduma ya Elisha. And some also became sick under his ministry. Na wengine pia walikuwa wagonjwa katika huduma yake. Like you can see Naaman
came from Syria and was healed. Naaman alitoka kutoka Syria akaja akaponywa. And now you can see Gehazi living in the same house with Elisha. He became a leper. Na sasa unaona Gehazi alikuwa anakaa ndani ya nyumba ya Elisha, anaanza kuwa mtu wa ukoma. It means Gehazi never trusted that anointing. Inamaanisha kwamba Gehazi hakuamini ule upako ambao ulikuwa na He Elisha. was there with Elisha, Alikuwa anakaa pale na but Elisha, he didn't trust the anointing. lakini hakuamini kwamba ule upako He ulikuwa just unafaa. looked at Elisha, Alimwangalia Elisha, saw him like a common man. akamwona kama mtu wa kawaida. Listen, people. Sikizeni, Prophets are common men, nabii ni watu wa but kawaida, they are not common. lakini sio watu wa kawaida. When God starts speaking through them, Wakati Mungu anataka kuongea na wao they kupitia are kwao, common when they are sitting the way Brother Mwaengo is sitting ni here. watu wa kawaida wakati wanakaa vile ndugu Mwaengo amekaa pale. They are common when they eat food the way we eat. Wanakuwa watu wa kawaida wakati wanakula chakula ambacho tunakula. They are normal when you sit maybe somewhere in a cafe, you know, you are taking coffee. They are normal. Ni watu wa kawaida wakati unakaa nao katika mkahawa, wanakunywa chakula, wanakunywa. But there is a time they rise up. Lakini kuna wakati wanapoinuka, They say, that says the Lord. wanasema asema Bwana. Just go away. Sasa sasa hiyo wewe toroka. Bwana asifiwe. Praise the name You of the know Lord. that now God is speaking. Unajua hapo sasa Mungu anaongea. It is now dangerous. Hapo sasa kuna hatari. If you hear that says the Lord, Ukisikia tu asema Bwana, men, just stay away. sasa hapo jitenge. Because that time automatically God is now speaking. Kwa sababu wakati huo sasa Mungu anaongea. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. One day, Siku moja, there is this king, he was called Akazia. kuna mfalme alikuwa anaitwa Gazia. He was sick. Alikuwa mgonjwa hivi. And then he sent people to go and consult Beelzebub. Eh. Beelzebub was Akatuma a pagan god. akatuma watu waende wakaangalia wakapiga ramli kwa nyumba ya Beelzebub ambaye alikuwa ni mungu wa wapagano. And this as Akazia was the king of Israel. Na huyo Gazia alikuwa ni mfalme wa Israeli. He was sick Alikuwa mgonjwa. and sent his servants, Na anatuma watumishi wake, go to Ekron. nendeni Akron kwa nyumba ya Beelzebub. There is a Beelzebub there who is a pagan god. Kuna- Consult for me. Kuna Beelzebub pale ambaye ni mungu wa wapagano, mkaulize ushauri kule. Am I going to die Nitakufa or I'm going to get better? au nitaishi? As they were going, Wakati walipokuwa wakienda, God sent Elisha before Mungu akamtuma Elisha akakutana them. So nao. they saw Elisha before them. Wakamwona Elisha anakuja. Elisha said, Elisha akawauliza, I know najua you are going to Ekron munaenda Akron, to consult Beelzebub, munaenda kumshauri Beelzebub, the pagan god. mungu wa wapagano. Now I'm here to tell you, Sasa niko hapa go kuwaeleza, back rudini and tell your king na mwambie mfalme wenu he's going to die. kwamba atakufa. Go. Rudini. So they looked at the man. Wakamwangalia yule jamaa, They didn't know him. hawakumjua, They turned and went back. wakageuka. Now the king said, Sasa mfalme akasema, who is that man? huyo ni mtu gani? Why didn't you go to see Beelzebub? Mbona hamkuendelea kwenda kumuona They Beelzebub? say we met a man Wakasema tulikutana na mtu and he shouted on us. na akatupigia makelele, He rebuked us. akatukemea, He told us to come back akatuambia turudi, and tell you na akatuambia tuje you are tukueleze going to die. kwamba wewe utakufa. Who is that man Mfalme anashangaa, huyo ni mtu gani who cannot fear the king of Israel? ambaye hamwogopi mfalme wa Israeli? How was the man? Huyo mtu alikuwa amekaa vipi? They said the guy was just like a bushman. Anasema huyu jamaa alikuwa amekaa kama mtu wa msituni, He was wearing the skin of a camel, alikuwa amevaa ngozi ya ngamia, sandals at his foot. alikuwa amevaa ndala tu, The guy looked funny alikuwa anakaa mtu wa kushangaza. with a big beard, Alafu alikuwa na kidevu kirefu with a big belt. na alikuwa na ukanda mkubwa amejifunga kwa kiuno. Akasema It is Elisha. Elia. huyo ni Elia. Hallelujah. Amen. That's why last Sunday I told you Ndio maana Jumapili iliyopita that niliwaambia sometimes you remain wild. kwamba wakati mwingine unakuwa mtu wa kichakani, You remain like wild, unakuwa kama mnyama, like a bushman, unakuwa kama mtu wa msituni, like a bushwoman. unakuwa kama mama wa msituni. I'm talking in a spiritual level, Naongea kuhusu mambo ya kiroho, not in a physical level. sio mambo ya kawaida ya kimwili. It means you remain raw. Inamaanisha wewe unakuwa mtu ambaye hueleweki au mtu ambaye ni kama The jangili, man God made, fashioned. yule mtu ambaye Mungu alimtengeneza. Let me tell you, Wacha nikwambie, if you are raw, kama wewe utakuwa you are unstoppable. Raw manake mbichi. kama umebaki mbichi, You are huwezi unstoppable. kuzuiliwa, You are unstoppable. I tell huwezi you, you kuzuiliwa, are dangerous. wewe ni hatari. People will come with philosophy, Watu watakuja na itikadi zao, but they fall lakini wataanguka because you know God is dangerous. kwa sababu wanajua Mungu ni It's hatari, more than philosophy. ni zaidi ya itikadi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Now sana. listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu,
You see what is happening here Mnaona kile kitu kinachotendeka hapa is a clear indication ni kuonyesha wazi of things that happen to us. kwa mambo ambayo yatutendekea sisi. God is still speaking in our days. Mungu bado anaongea katika siku zetu. It is up to us Sasa ni juu to yetu open our mind kufungua akili and zetu to believe na kuamini. in servants of God. Kuamini watumishi wa Mungu. Open your heart, Fungua roho yako. believe Amini in servants of God. kwa watumishi wa Mungu. That's how God works. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Don't say, I don't like this man. Usiseme mimi simpendi huyu mtu. I look at him, is so ugly. Na muangalia hivi anakaa sura It's mbaya. not about being ugly. Sio kuwa mbaya, sura mbaya au It's not nzuri. about being beautiful. Sio tu kuwa It's not urembo. about being handsome. Sio kuwa mtu It's anayependeza. about God. Ni It's kuongea mambo ya about Mungu. God who speaks. Ni kuhusu Mungu ambaye anayeongea. You cannot neglect, overlook, mistreat, abuse the anointing and then expect to see blessings from that same anointing. Impossible. Huwezi kudharau upako na utarajie kupata baraka kutoka katika huo upako ambao Look umeudharau. at the example of this man called Saul. Angalia mfalme huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Sauli. It is in what? 1 Samuel chapter 6. 1 Samuel chapter I think 6. Verse 8. But he said to him, behold, there is a man of God, yes, in this city. Look at that. There is a man of God in this city. And he is a man who is held in honor. I want you to see this. Nataka nimuone hii. I want you to see this. Asema kuna mtu wa Mungu hapa katika huu mji. Ni mtu anayeheshimiwa, Held in honor. Anayeheshimika. Au anayeheshimiwa. Held in honor. Anayeheshimiwa. There is not just a man of God, sio tu mtu wa Mungu, but he is held in honor. Bali anaheshimika. All Au that anaheshimiwa. he says kila comes to anachosema pass. ni ukweli. You know? So that's the key. Held in honor. Kwamba anaheshimiwa. There is a man of God in this city. Kwamba kuna mtu wa Mungu katika mji huu. Is held in honor. Na anaheshimiwa. The French Bible says there is a man of God in this city. He is a respectable man. Biblia ya Kifaransa inasema kwamba kuna mtu wa Mungu ndani ya mji huu na ni mtu anayeheshimika. And then he says perhaps he can tell us the way we should go. Alafu anasema labda anaweza kutuambia njia yetu ya kwenda. If you don't trust him, kama humwamini, how can he tell you the way you should go? Atakwambia vipi mahali pa kwenda? It is when you trust the person ni wakati unapoamini huyo mtu that he shows you the way. Ndio atakuonyesha njia. Now 7. Sasa mstari wa 7. Then Saul said to his servant, Saul akasema kwa mtumishi wake, but if we go, kwamba tukienda, what can we bring the man? For the bread in our sacks is gone, and there is no present to bring to the man of God. What do we have? Now, give us 1 Samuel chapter 10 verse 1. Then Samuel took a flask of oil and poured it on the head of who? Of Saul, isn't it? On his head, and kissed him and said, had not the Lord anointed you to be prince over his people, Israel? And you shall reign over the people of the Lord, and you will save them from the hand of their surroundings, enemies. And this shall be the sign to you that the Lord has anointed you to be prince over his heritage. And then you can continue in your house when you go home and read. Now, give us 15. 1 Samuel chapter 15, 1 verse Samuel 1. 15, 1. Now look at this. And Samuel said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over his people Israel. Now therefore, listen to the word of. Are you with me? Yes. Hey, I'm taking you somewhere powerful. Nawapeleka mahali pa nguvu. What have we read before this one? We read 1 Samuel chapter what? 10 verse 1, where he takes the anointing oil, he poured on his head, and then he kissed him. God has anointed you, you are now king. Now 15, 1. Samuel now is telling the same Saul, he's now king. The Lord sent me to anoint you to become king over Israel, his people. Now therefore, do what? Listen to the word of the Lord. Sikiza maneno ya Mungu. Mbili. That says the Lord of hosts, I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt. Now, go and strike Amalek
and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, children and infant, ox, sheep, camel, and donkey. So Saul summoned the people, numbered them in Telaim, 200,000 men of foot, and then 1,000 men of Judah. And Saul came to the city of Amalek and lay in wait in the valley, Sita. Then Saul said to the Kenites, go apart, go down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For you showed kindness to all the people of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites, Saba. And Saul defeated the Amalekites from Avila as far as Shua, which is east of Egypt. Nane. And he took Agag, the king of Amalekite, alive and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and the oxen and of the fatted calves and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless they devoted to destruction. The word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. And Samuel was angry, and he cried to the Lord all night. And Samuel rose early to meet Saul in the morning. And it was so Samuel. Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself and turned and passed on and went down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, blessed be you to the Lord. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, what then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. Now listen. Then Samuel said to Saul, stop! I will tell you what the Lord said to me this night. And he said to him, speak. And Samuel said, though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And the Lord sent you on a mission and said, go, devote to destruction the sinners, the Amalekite, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil and do what was evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalekite, and have devoted the Amalekite to destruction. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. And Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Wow. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Now, therefore, please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. And Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord,
and the Lord has rejected you from being king over Israel. As Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe and it tore. Mungu kwa hii kanisa, robe ikafanya nini? Kararuka. Ikapasuka. Hallelujah. Now what is happening? And Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you this day and has given it to a neighbor of yours who is better than you. Are you with me? You know, sometimes you guys, you don't get it. Wakati mwingine nyinyi watu hamuipati. You think we are against you. Mnafikiria sisi We are not tunawapinga. against you. Sisi hatuwapingi. We are your brothers. Sisi ni ndugu zenu. And God chose us Na Mungu aliyotuchagua among sisi. you people Na pamoja na nyinyi. and gave us his work Na akatupatia kazi yake. that we are doing today. Kwamba tunafanya leo. We are not ministers on ourselves Sisi sio wahudumu kwetu sisi wenyewe. or for ourselves, Au kwetu wenyewe. but we are ministers of God Bali sisi ni wahudumu wa to Mungu. lead you to his ways Kuongoza nyinyi katika njia zake. that you may reach where he wants you to reach Kwamba hivyo mfike mahali mnataka and kwenda. receive what he wants you to receive Na mpokee kile mnachotaka and kupokea. become what he wants you to become. Na muwe kile kitu mnachotarajia kuwa. But sometimes you don't get it. Lakini wakati mwingine hamuelewi. You see us maybe as your enemies, Mnatuona kama maadui. maybe by telling you to do something different Labda kwa kuambia nyinyi mfanye kitu ambacho sicho from what you plan to do. kulingana na kile ambacho ulipanga kufanya. You cannot listen from the mouth of a prophet. Hawezi kusikiza kutoka katika mdomo wa nabii. I'm not talking about this fake prophet. Hatuongei kuhusu manabii wale ambao I'm talking about the prophets, true prophets. tunaongea kuhusu manabii ukweli. An example of one is the one speaking to you now. Mfano wa mmoja ni yule anayeongea sasa. This is the mouth of a prophet. Huu ni mdomo wa mnabii. This is an oracle. Sasa hichi ni kitendawili. Oracle of God. Ni kitendawili cha Mungu. That whenever we speak, Kwamba kila tunachoongea we speak from God, tunaongea kutoka kwa Mungu always for your benefit. kila wakati kwa manufaa yenu. If you listen, Kama utasikiza, you never regret. hautajuta. Not in this life, Sio kwa maisha haya not in the life to come. au kwa maisha yajayo. There are some people, Kuna watu wengine you tell them, utawaambia God says, Mungu alisema go, nendeni, destroy everything. nendeni mkaharibu kila kitu, And then they tell you, na watakwambia I didn't hear from God. sikusikia kutoka kwa Mungu, Unless I hear from God, mpaka nisikize kwa I Mungu cannot destroy everything. siwezi kuharibu kila kitu. God will never come to you Mungu hatakuja kwako if he has already spoken to you through a prophet. kama kila wakati amenena na wewe kupitia kwa nabii. If God tells me, for example, Kama Mungu akikwambia kwa to mfano, tell you to do ABCD akwambia nenda kafanya ABCD and you refuse, na ukatae, I have told you, sasa mimi nimekwambia I've done my all. nimefanya kazi yangu. If you refuse to listen, Kama wewe utakataa kusikiza, that is up to you. sasa hiyo ni shida yako, That's not me. sio shida yangu. My point is to tell you what God wants. Sasa kazi yangu ni kukuambia mapenzi ya Mungu, And if you refuse, na kama utakataa, that's up to you. sasa ni shida yako. There are some people Kuna watu wengine we try to tell tulijaribu kuwaambia the will of God mapenzi ya Mungu and they refuse. na walikataa. They thought maybe we didn't know what we are doing. Waliona labda hatujui tunafanya nini, And then later, lakini baadaye they start crying. wanaanza kulia. They became even ashamed Waliaibika to tell us about the things that they are going through. hata kutuambia yale mambo ambayo wanayapitia. You cannot refuse to listen Hauwezi kukataa kusikiza from a prophet kutoka kwa nabii God has established Mungu amemsimamisha in your church. katika kanisa lako, And then alafu go kisha at the corner, uende pale kwenye kneel giza down. na upige magoti, God speak to me. ati Mungu ongea nami. You know, this is a raw church. Unajua hili kanisa bado ni bichi Hii ni kanisa iko ya mbichi. tuseme iko mbichi, iko wild, iko ya kienyeji, iko ya ni ile kanisa halisi, ile ule Mungu wa Biblia, ule unasikia Mungu wa Abraham, ule Mungu wa moto. Mungu wa moto. Hii injili tunahubiri hapa haichanganyike na maji na chumvi na pilipili. Ni injili kwa injili. Bas. Vile inakuya njoo vile. Hivyo. Vile inachomoka njoo vile. Hivyo. Upende usipopenda ni hiyo hiyo. Amen. Sometimes it comes, it is powerful, it is dangerous. It enters the bones. Wakati mwingine That's inakuja the na gospel. nguvu, inaingia paka kwa mifupa, That's the gospel. lakini hiyo ndio injili. But Lakini whenever you listen kila unachosikiza and you follow, na ukifuata, you will never regret. hautajuta. Not in this life, Sio katika maisha not haya, in the life to come. sio kwa maisha ambayo yanayokuja. We have experienced it. Sisi tumeiona, We have tukaihisi, seen it before. tumeiona hapo awali. You tell somebody something about God, Unamwambia mtu kuhusu kitu
And sometimes you just obey. na wakati mwingine natii. After some time, Baada ya muda you see the result. unaona majibu. Elisha the prophet Elisha nabii is in his house, yuko ndani ya nyumba yake, sitting down amekaa and giving stories. na anaongea tu, wanapiga stories zao, wanapiga zumari. Inaitwa zumari Kiswahili. Hey, my brother, Hey, what do you think? Hey. Kunendaje? How are things? Hey. And then they are talking, Wanaongea. you know. And outside, Na huko nje wanakula mavi. watu wanakula kinyeshi. Huwezi kutii Mungu kule mavi. Huwezi kutia. The devil is a You liar. can't obey God and then eat Huwezi human kutii waste. Mungu ukule kinyesi ya nguruwe, Yeah. ama ya mbuzi, ama ya kondoo, ama ya njiwa, Hawezi. unless kama Mungu alibadilika. Yeah. Remember the message I preached here the other day. Yes. Where will people go when there is no bread in the house of bread? Watu watakimbia wapi au watakimbilia wapi wakati hakuna mkate ndani ya nyumba ya mkate? It was God's intention Ni mapenzi ya Mungu that Bethlehem, it was his intention. kwamba Bethlehem ni mapenzi yake Mungu. Ilikuwa mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu That Bethlehem will be the center of provision. kwamba Bethlehem ingekuwa ni mahali katikati People ya will upendo. eat bread from Bethlehem. Watu wangekula mkate kutoka Bethlehem. But when people refused to listen to God, Lakini wakati watu walipokataa kusikia Mungu, famine entered Bethlehem. njaa iliwaingia. Now, where will people go? Watakimbilia wapi? When there is no bread, Wakati hakuna mkate, where bread was supposed to be found. mahali ambapo mkate unatarajiwa kuwa. Now, the manufacturers of bread Sasa wale wanaotengeneza mikate ran to Moab walikimbia wakaenda zao Moab, in search of bread. wakaenda kutafuta mkate You will Moab. never search for bread Hautatafuta mkate if you stay in this place kama ukaa mahali hapa and obey what na we utii tell you. Mungu. God will never bring you to shame. Mungu hata kuaibisha, Not in this life, sio katika maisha haya, not in the life to come. hata maisha yajayo. If you stay here Kama utakaa hapa and listen to what we tell you. na usikize yale mambo yote People have tunamwambia. built churches. Watu wamekuwa katika makanisa. People have built churches. Watu wamejenga makanisa. Some of these churches, Makanisa haya mengine they do business maybe. wanafanya biashara. Some of these churches, Haya makanisa they mengine do human philosophy. wanafanya filosofia ya kibinadamu. Let me speak like a human being. Wacha niongee kama binadamu. People have opened churches. Watu wamefungua makanisa. Some of these churches Makanisa haya mengine is just business. ni biashara tu. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. A true pastor Nabii amini, called by God pastor wa kweli ambaye ameitwa na Mungu comes to this church. na anakuja katika kanisa hili He comes and meets me na anakuja anakutana na mimi and tells me, na ananiambia, you know what, man of God, hatunajua nini mtu wa Mungu, it is my sabbatical leave. ati hii ni livu yangu ya sabbatical For ile 1 mrefu year now. mwaka mzima sasa. I'll be worshiping here. Mimi nitakuwa naabudu hapa. I'm your member. Mimi ni mmoja wenu 1 year. mwaka mzima. And then you worship here. Alafu anaabudu hapa For 1 year. mwaka mzima. He pays even tithe. Analipa hata zaka For 1 year. mwaka mzima. And then after 1 year, Alafu baada ya mwaka mzima that person tells me, huyo mtu ananiambia, you know what, pastor, hatunajua nini mchungaji, I'm now your neighbor. sasa mimi ni jirani yako pale, I've opened that's the church behind you. nimefungua here. kanisa hapo nyuma yako. Listen, man. Sikiza wana. That is human philosophy. Sasa hiyo ni filosofia ya kibinadamu. That if you want to compete with people, Kama unataka kushindana na watu, you have to know their strengths. kwanza lazima uwajue nguvu You have yao, to know their lazima weaknesses. ujue unyonge wao, So that you create values. ati sasa utengeneze You thamani, know how to tackle them. ati ujue vile You utapigana are na not wao. tackling me. Oh. Hakuna. I'm a wild animal. Huyu ni mnyama, I'm a utapigana naye vipi? bushman. Huyu ni mtu wa msituni. God called me. Mungu aliniita, He gave me the mandate. alinipatia I'm dangerous. na hatari. I'm too much. Oh. Mimi ni hatari na I'm beyond that. nimepita hiyo. What I do today Mimi is not what I will do tomorrow. kile kitu nafanya What I leo sio preach kile today nafanya kesho. is not what I preach tomorrow. Yale mambo ambayo The nahubiri technique leo I sio yale use nitahubiri today kesho. is not what I use tomorrow. Yale mambo ambayo nitumia leo sio yale nitatumia kesho. I don't have any established technique. Kwa sababu mimi sina mpangilio au strategy ya kufanya. This morning I wake up. Leo naamka asubuhi, God give me this message. Mungu ananipatia ujumbe. You know, if you try to go homiletically speaking, sometimes you won't get it. Ukianza kuangalia vile vitabu vinavyoongea saa nyingine huipati. No, Paul says, Paulo anasema the gospel I'm preaching, ile injili ambayo nahubiri I didn't get it from a man. sikuipata kutoka kwa mtu, It is from God. niliipata kutoka kwa Bwana. It is not philosophical. Sio ya kifilosofia. It is raw material Haya ni maneno mabichi from the King of kutoka Kings. kwa mfalme wa wafalme. The way he released it to me, Vile alivyoiachilia that's kwangu how I release it. ndio mimi naiachilia kwa watu. You don't build the church. Unajua kujenga kanisa, You do philosophy. unaanza kufanya You filosofia, plan like a human being. unapanga mipango
Mungu kama binadamu? No. Hapana. We don't do that way. Atufanye kazi hiyo. Abraham was raw. Ibrahimu alikuwa mbichi. Raw material. Mbichi kabisa. A wild animal. Alikuwa mnyama wa mwituni. He left his nation. Aliacha taifa lake. And people said, where are you going? Na watu wakamuuliza unaenda wapi? Are you not mad? Akasema wewe si una kichaa? Are you not crazy? Wewe si una wazimu? He said, I'm not crazy. Akasema mimi sina wazimu. I am not mad. Akasema mimi sina kichaa. God has spoken to me. Mungu amenena nami. I'm obeying God. Mimi namtii Mungu. Often when you obey God, Wakati mwingi ukiwa kumtii sometimes Mungu, people will not understand you. watu hata kuelewa. Listen, man. Sikizeni. Anointing of God Upako wa Mungu is not about politics. sio siasa, It's not about politics. sio siasa, It's about God. ni kuhusu Mungu. If God sent me to minister the gospel, Kama Mungu alinituma kwenda kuhubiri, I don't need to look at Gideon. simwangalii Gideon What is he doing? ati anafanya nini, How is he doing it? ati anafaa vipi, So that I position ati ndio myself. anianze kujipanga vile Nitajiposition kulingana na yeye how. Uta- Yeye aliniita mimi. Ule alikuita si akupe position. Eh. Ule alikuita si akupe vifaa. Yes. Ule alikuita si akuoneshe vile kazi inafanyika. Oh, come on. Give me a break, man. Yes. You know what? There are people Kuna who watu do not want to see God Ambao- even when it's visible. Hawataki kumwona Mungu hata wakati inapoonekana. Kuna watu hawapendi kumuona Mungu hata wakati anaonekana waziwazi. Macho yao iko na bitaitai. Unajua bitaitai? Unajua bitaitai? Hata wakati Mungu ameonekana waziwazi, wao wakiangalia macho iko na nini? Bitaitai. Maana yake macho haioni. Haioni. Makengeza. Ama namna gani? God sent me on a mission. Mungu Do alinituma mimi I katika need to look huduma. at Gideon? Mbona nimwangalie mwenzangu Let me look at Gideon. ati vile anavyokaa ndio nifanye vile anavyofanya ndio nipate huo upako? This man looks successful. No. So what is his secret? Let me tell you people, Wacheni we niwaambie. have what we call transformational gospel. Tunataka tu sisi tuna injili ile ya kubadilisha. It is raw and it is powerful. Ni injili mbichi na ina nguvu. We preach like bush people Tulihubiri kama watu wa msituni and in a powerful way. na katika hali ya nguvu sana. And that is what God wants. Na hiyo ndio kitu ambacho Mungu All anataka. the young people God is going to raise in this place. Vijana wote ambao Mungu anawainua hapa. Wherever you go, Kokote utakapokwenda, keep that gospel. shika hiyo injili. Keep the fire burning. Shika, wacha huo moto uendelee kuchomeka. Be original. Uwe wa chanzo au Be original. kwa original. Look at Jesus. Mwangalie Yesu. When he came, Wakati he alipokuja didn't preach the gospel like Pharisees. hakuhubiri injili kama Look Mafarisayo. at John the Baptist. Mwangalie Yohana When he Mbatizaji. preached the gospel, Wakati alipohubiri he injili didn't preach like the Pharisees. hakuhubiri kama Look Mafarisayo. at Paul. When he preached the gospel, Paul didn't preach like the Pharisees. Angalia Paulo, wakati alipohubiri injili hakuhubiri kama Look at Mafarisayo. Petro. Angalia Petro. The Bible says Biblia inasema the Pharisees, wale Mafarisayo when they looked at Peter and John, wakati walipomwangalia Petro na Yohana they recognized them wakawatambua because they knew these people kwa sababu walijua hawa watu as illiterate. kwamba hawa watu hawajasoma. But that day, Lakini leo they say no. wakasema hapana, Only Jesus ni Yesu tu can change people like anaweza this. kubadilisha watu kama hao. So they recognize Wakawatambua that they have been with kwamba Jesus. walikuwa pamoja na Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Resurrection Temple. kwamba nyinyi ni wa Wherever you go, popote unapoenda. people you meet, Mungu people who see you, yoyote utakutana naye, wherever you work, yoyote atakaye may kuona, it be known wacha you ijulikane belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa You belong Yesu. to this church. Nyinyi ni wa kanisa hili. The air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. All the people with the age of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and the oxen and of the fatted calves and the lambs and all that was good and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless, they devoted to destruction.
the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandment. And Samuel was angry, and he cried to the Lord all night. And Samuel rose early to meet Saul in the morning. And it was told Samuel, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself and turned and passed on and went down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be you to the Lord, I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. Now listen. Then Samuel said to Saul, Stop! I will tell you what the Lord said to me this night. And he said to him, Speak. And Samuel said, Though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel. And the Lord sent you on a mission and said, Go, devote to destruction the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you pounce on the spoil and do what was evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord. I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalekite, and have devoted the Amalekite to destruction. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. And Samuel said, As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. Wow. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Now, therefore, please pardon my sin and return with me, that I may worship the Lord. And Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. As Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe and it tore. Mungu kwa hii kanisa, robe ikafanya nini? Kararuka. Ikapasuka. Hallelujah. Now what is happening? And Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you this day, and has given it to a neighbor of yours who is better than you. Are you with me? You know, sometimes you guys, you don't get it. Wakati mwingine nyinyi watu hamuipati. You think we are against you. Mnafikiria sisi We are not tunawapinga. against you. Sisi hatuwapingi. We are your brothers. Sisi ni ndugu zenu. And God chose us Na Mungu aliyotuchagua among sisi. you people Na pamoja na nyinyi. and gave us his work Na akatupatia kazi yake. that we are doing today. Kwamba tunafanya leo. We are not ministers on ourselves Sisi sio wahudumu kwetu sisi wenyewe. or for ourselves, Au kwetu wenyewe. but we are ministers of God Bali sisi ni wahudumu wa to Mungu. lead you to his ways, Kuongoza nyinyi katika njia zake. that you may reach where he wants you to reach Kwamba hivyo mfike mahali and mnataka kwenda. receive what he wants you to receive Na mpokee kile mnachotaka and kupokea. become what he wants you to become. Na muwe kile kitu mnachotarajia kuwa. But sometimes you don't get it. Lakini wakati mwingine hamuelewi. You see us maybe as your
our enemies, mnatuona kama maadui, maybe by telling you to do something different labda kwa kuambia nyinyi mfanye kitu ambacho sicho from what you plan to do. kulingana na kile ambacho ulipanga kufanya. You cannot listen from the mouth of a prophet. Hawezi kusikiza kutoka katika mdomo wa nabii. I'm not talking about this fake prophet. Hatuongei kuhusu manabii wale ambao I'm talking about the prophets, true prophets. tunaongea kuhusu manabii ukweli. An example of one is the one speaking to you now. Mfano wa mmoja ni yule anayeongea sasa. This is the mouth of a prophet. Huu ni mdomo wa mnabii. This is an oracle. Sasa hichi ni kitendawili. Oracle of God. Ni kitendawili cha Mungu. That whenever we speak, Kwamba kila tunachoongea, we speak from God, tunaongea kutoka kwa Mungu. always for your benefit. Kila wakati kwa manufaa yenu. If you listen, kama utasikiza, you never regret. hautajuta. Not in this life, Sio kwa maisha haya, not in the life to come. au kwa maisha yajayo. There are some people, Kuna watu wengine you tell them, utawaambia, God says, Mungu alisema, go, nendeni, destroy everything. nendeni mkaharibu kila kitu. And then they tell you, Na watakwambia, I didn't hear from God. sikusikia kutoka kwa Mungu, Unless I hear from God, mpaka nisikize kwa Mungu. I cannot destroy everything. Siwezi kuharibu kila kitu. God will never come to you Mungu hatakuja kwako if he has already spoken to you through a prophet. kama kila wakati amenena na wewe kupitia kwa nabii. If God tells me, for example, Kama Mungu akikwambia kwa to mfano, tell you to do ABCD akwambia nenda kafanya ABCD and you refuse, na ukatae, I have told you, sasa mimi nimekwambia, I've done my all. nimefanya kazi yangu. If you refuse to listen, Kama wewe utakataa kusikiza, that is up to you. sasa hiyo ni shida yako, That's not me. sio shida yangu. My point is to tell you what God wants. Sasa kazi yangu ni kukuambia mapenzi ya Mungu, And if you refuse, na kama utakataa, that's up to you. sasa ni shida yako. There are some people, Kuna watu wengine we try to tell tulijaribu kuwaambia the will of God mapenzi ya Mungu and they refuse. na walikataa. They thought maybe we didn't know what we are doing. Waliona labda hatujui tunafanya nini, And then later, lakini baadaye they start crying. wanaanza kulia. They became even ashamed Waliaibika to tell us about the things that they are going through. hata kutuambia yale mambo ambayo wanayapitia. You cannot refuse to listen Hauwezi kukataa kusikiza from a prophet kutoka kwa nabii God has established Mungu amemsimamisha in your church. katika kanisa lako, And then alafu go kisha at the corner, uende pale kwenye kneel giza down. na upige magoti, God speak to me. ati Mungu ongea nami. You know, this is a raw church. Unajua hili kanisa bado ni bichi Hii ni kanisa iko ya mbichi. tuseme iko mbichi, iko wild, iko ya kienyeji, iko ya ni ile kanisa halisi, ile ule Mungu wa Biblia, ule unasikia Mungu wa Abraham, ule Mungu wa moto. Mungu wa moto. Hii injili tunahubiri hapa haichanganyike na maji na chumvi na pilipili. Ni injili kwa injili. Bas. Vile inakuya njoo vile. Hivyo. Vile inachomoka njoo vile. Hivyo. Upende usipopenda ni hiyo hiyo. Amen. Sometimes it comes, it is powerful, it is dangerous. It enters the bones. Wakati mwingine That's inakuja the na gospel. nguvu, inaingia paka kwa mifupa. That's the gospel. Lakini hiyo ndio injili. But Lakini whenever you listen kila unachosikiza and you follow, na ukifuata, you will never regret. hautajuta. Not in this life, Sio katika maisha not haya, in the life to come. sio kwa maisha ambayo yanayokuja. We have experienced it. Sisi tumeiona, We have tukaihisi, seen it before. tumeiona hapo awali. You tell somebody something about God, Unamwambia mtu kuhusu kitu and sometimes you just obey. na wakati mwingine natii. After some time, Baada ya muda you see the result. unaona majibu. Elisha the prophet Elisha nabii is in his house, yuko ndani ya nyumba yake, sitting down amekaa and giving stories. na anaongea tu, wanapiga stori zao, wanapiga zumari. Inaitwa zumari Kiswahili. Hey, my brother, Hey, what do you think? Hey. Kunendaje? How are things? Hey. And then they are talking, Wanaongea you know. And outside, na huko nje wanakula mavi. watu wanakula kinyeshi. Huwezi kutii Mungu kule mavi. Huwezi kutia. The devil is a You liar. can't obey God and then eat Huwezi human kutii waste. Mungu ukule kinyesi ya nguruwe, Yeah. ama ya mbuzi, ama ya kondoo, ama ya njiwa, Hawezi. unless kama Mungu alibadilika. Yeah. Remember the message I preached here the other day. Yes. Where will people go when there is no bread in the house of bread? Watu watakimbia wapi au watakimbilia wapi wakati hakuna mkate ndani ya nyumba ya mkate? It was God's intention Ni mapenzi ya Mungu that Bethlehem, it was his intention. kwamba Bethlehem ni mapenzi yake Mungu. Ilikuwa mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu That Bethlehem will be the center of provision. kwamba Bethlehem ingekuwa ni mahali katikati People ya will upendo. eat bread from Bethlehem. Watu wangekula mkate kutoka Bethlehem. But when people refused to listen to God, Lakini wakati watu walipokataa kusikia Mungu, famine entered Bethlehem. njaa iliwaingia.
Now, where will people go? watakimbilia wapi? When there is no bread, Wakati hakuna mkate, where bread was supposed to be found. mahali ambapo mkate unatarajiwa kuwa. Now, the manufacturers of bread Sasa wale wanaotengeneza mikate ran to Moab walikimbia wakaenda zao Moab, in search of bread. wakaenda kutafuta mkate You will Moab. never search for bread Hautatafuta mkate if you stay in this place kama ukaa mahali hapa and obey what na we utii tell you. Mungu. God will never bring you to shame. Mungu hata kuaibisha, Not in this life, sio katika maisha haya, not in the life to come. hata maisha yajayo. If you stay here Kama utakaa hapa and listen to what we tell you. na usikize yale mambo yote People have tunamwambia. built churches. Watu wamekuwa katika makanisa. People have built churches. Watu wamejenga makanisa. Some of these churches, Makanisa haya mengine they do business maybe. wanafanya biashara. Some of these churches, Haya makanisa they mengine do human philosophy. wanafanya filosofia ya kibinadamu. Let me speak like a human being. Wacha niongee kama binadamu. People have opened churches. Watu wamefungua makanisa. Some of these churches Makanisa haya mengine is just business. ni biashara tu. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. A true pastor Nabii amini, called by God pastor wa kweli ambaye ameitwa na Mungu comes to this church. na anakuja katika kanisa hili He comes and meets me na anakuja anakutana na mimi and tells me, na ananiambia, you know what, man of God, hatunajua nini mtu wa Mungu, it is my sabbatical leave. ati hii ni livu yangu ya sabbatical For ile 1 mrefu year now. mwaka mzima sasa. I'll be worshiping here. Mimi nitakuwa naabudu hapa. I'm your member. Mimi ni mmoja wenu 1 year. mwaka mzima. And then you worship here. Alafu anaabudu hapa For 1 year. mwaka mzima. He pays even tithe. Analipa hata zaka For 1 year. mwaka mzima. And then after 1 year, Alafu baada ya mwaka mzima that person tells me, huyo mtu ananiambia, you know what, pastor, hatunajua nini mchungaji, I'm now your neighbor. sasa mimi ni jirani yako pale, I've opened that's the church behind nimefungua you. kanisa hapo nyuma yako. Listen, man. Sikiza wana, That is human philosophy. sasa hiyo ni filosofia ya kibinadamu. That if you want to compete with people, Kama unataka kushindana na watu, you have to know their strengths. kwanza lazima uwajue nguvu You have yao, to know their lazima weaknesses. ujue unyonge wao, So that you create values. ati sasa utengeneze You thamani, know how to tackle them. ati ujue vile You utapigana are na not wao. tackling me. Oh. Hakuna. I'm a wild animal. Huyu ni mnyama, I'm a utapigana naye vipi? bushman. Huyu ni mtu wa msituni. God called me. Mungu aliniita, He gave me the mandate. alinipatia I'm dangerous. na hatari. I'm too much. Mimi Oh. ni hatari na I'm beyond that. nimepita hiyo. What I do today Mimi is not what I will do tomorrow. kile kitu nafanya What I leo sio preach kile today nafanya kesho. is not what I preach tomorrow. Yale mambo ambayo The nahubiri technique leo I sio yale use nitahubiri today kesho. is not what I use tomorrow. Yale mambo ambayo nitumia leo sio yale nitatumia kesho. I don't have any established technique. Kwa sababu mimi sina mpangilio au strategy ya kufanya. This morning I wake up, Leo naamka asubuhi, God give me this message. Mungu ananipatia ujumbe. You know, if you try to go homiletically speaking, sometimes you won't get it. Ukianza kuangalia vile vitabu vinavyoongea saa nyingine huipati. No, Paul says, Paulo anasema the gospel I'm preaching, ile injili ambayo nahubiri I didn't get it from a man. sikuipata kutoka kwa mtu, It is from God. niliipata kutoka kwa Bwana. It is not philosophical. Sio ya kifilosofia. It is raw material Haya ni maneno mabichi from the King of kutoka Kings. kwa mfalme wa wafalme. The way he released it to me, Vile alivyoiachilia that's kwangu how I release it. ndio mimi naiachilia kwa watu. You don't build the church, Unajua kujenga kanisa, you do philosophy. unaanza kufanya You filosofia, plan like a human being. unapanga mipango kama binadamu. No, Hapana, we don't do that way. hatufanye kazi hiyo. Abraham was raw. Ibrahimu alikuwa mbichi, Raw material. mbichi kabisa, A wild animal. alikuwa mnyama wa mwituni. He left his nation. Aliacha taifa And lake people said, where are you going? na watu wakamuuliza unaenda wapi? Are you not mad? Akasema wewe si una kichaa, Are you not crazy? wewe si una wazimu. He said, I'm not crazy. Akasema mimi sina wazimu, I am not mad. akasema mimi sina kichaa, God has spoken to me. Mungu amenena nami, I'm obeying God. mimi namtii Mungu. Often when you obey God, Wakati mwingi ukiwa mtii sometimes Mungu, people will not understand you. watu hata kuelewa. Listen, man. Sikizeni, Anointing of God upako wa Mungu is not about politics. sio siasa, It's not about politics. sio siasa, It's about God. ni kuhusu Mungu. If God sent me to minister the gospel, Kama Mungu alinituma kwenda kuhubiri, I don't need to look at Gideon. simwangalii Gideon What is he doing? ati anafanya nini, How is he doing it? ati anavaa vipi, So that I position ati ndio myself. anianze kujipanga vile Nitajiposition kulingana na yeye how. Uta- Yeye aliniita mimi. Ule alikuita si akupe position. Eh. Ule alikuita si akupe vifaa. Yes. Ule alikuita si akuoneshe vile kazi inafanyika. Oh, come on. Give me a break, man. Yes. You know what?
There are people Kuna who watu do not want to see God ambao- even when it's visible. Hawataki kumuona Mungu hata wakati inapoonekana. Kuna watu hawapendi kumuona Mungu hata wakati anaonekana waziwazi. Macho yao iko na bitaitai. Unajua bitaitai? Unajua bitaitai? Hata wakati Mungu ameonekana waziwazi, wao wakiangalia macho iko na nini? Bitaitai. Maana yake macho haioni. Haioni. Makengeza. Ama namna gani? God sent me on a mission. Mungu Do I need to look at Gideon? Mbona nimwangalie mwenzangu? Let me look at Gideon. Ati vile anavyokaa ndio nifanye vile anavyofanya ndio nipate huo upako. This man looks successful. I know. So what is his secret? Let me tell you people. Wacheni We niwaambie. have what we call transformational gospel. Tunataka tu sisi tuna injili ile ya kubadilisha. It is raw and it is powerful. Ni injili mbichi na ina nguvu. We preach like bush people Tulihubiri kama watu wa msituni and in a powerful way. na katika hali ya nguvu sana. And that is what God wants. Na hiyo ndio kitu ambacho Mungu All anataka. the young people God is going to raise in this place. Vijana wote ambao Mungu anawainua hapa. Wherever you go, Kokote utakapokwenda, keep that gospel. shika hiyo injili. Keep the fire burning. Shika, wacha huo moto uendelee kuchomeka. Be original. Uwe wa chanzo au Be original. kwa original. Look at Jesus. Mwangalie Yesu. When he came, Wakati he alipokuja didn't preach the gospel like Pharisees. hakuhubiri injili kama Look Mafarisayo. at John the Baptist. Mwangalie Yohana When he Mbatizaji. preached the gospel, Wakati alipohubiri he injili didn't preach like the Pharisees. hakuhubiri kama Look Mafarisayo. at Paul. When he preached the gospel, Paul didn't preach like the Pharisees. Angalia Paulo, wakati alipohubiri injili hakuhubiri kama Look at Mafarisayo. Petro. Angalia Petro. The Bible says Biblia inasema the Pharisees, wale Mafarisayo when they looked at Peter and John, wakati walipomwangalia Petro na Yohana they recognized them wakawatambua because they knew these people kwa sababu walijua hawa watu as illiterate. kwamba hawa watu hawajasoma. But that day, Lakini leo they say no. wakasema hapana, Only Jesus ni Yesu tu can change people like anaweza this. kubadilisha watu kama hao. So they recognize Wakawatambua that they have been with kwamba Jesus. walikuwa pamoja na Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Resurrection Temple. kwamba nyinyi ni wa Wherever you go, popote unapoenda. people you meet, Mungu people who see you, yoyote utakutana naye, wherever you work, yoyote atakaye may kuona, it be known wacha you ijulikane belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa You belong Yesu. to this church. Nyinyi ni wa kanisa hili. The air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Wacha huo moto uendelee kuchomeka. Be original. Uwe wa chanzo au Be original. kwa original. Look at Jesus. Mwangalie Yesu. When he came, Wakati he alipokuja didn't preach the gospel like Pharisees. hakuhubiri injili kama Look Mafarisayo. at John the Baptist. Mwangalie Yohana When he Mbatizaji. preached the gospel, Wakati alipohubiri he injili didn't preach like the Pharisees. hakuhubiri kama Look Mafarisayo. at Paul. When he preached the gospel, Paul didn't preach like the Pharisees. Angalia Paulo, wakati alipohubiri injili hakuhubiri kama Look at Mafarisayo. Petro. Angalia Petro. The Bible says Biblia inasema the Pharisees, wale Mafarisayo when they looked at Peter and John, wakati walipomwangalia Petro na Yohana they recognized them wakawatambua because they knew these people kwa sababu walijua hawa watu as illiterate. kwamba hawa watu hawajasoma. But that day, Lakini leo they say no. wakasema hapana, Only Jesus ni Yesu tu can change people like anaweza this. kubadilisha watu kama hao. So they recognize Wakawatambua that they have been with kwamba Jesus. walikuwa pamoja na Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa Yesu. May it be known Wacha ijulikane that you belong to Resurrection Temple. kwamba nyinyi ni wa Wherever you go, popote unapoenda. people you meet, Mungu people who see you, yoyote utakutana naye, wherever you work, yoyote atakaye may kuona, it be known wacha you ijulikane belong to Jesus. kwamba nyinyi ni wa You belong Yesu. to this church. Nyinyi ni wa kanisa hili. The air I breathe. This is the air I breathe. Your holy
desert.